swala la siasa, lakini kabla hapo nilikuwa napenda niwe na utangulizi mfupi, hasa kwa kuzingatia kwamba walioko mbele yangu ni viongozi muhimu sana, viongozi wa chombo kikubwa au taasisi kubwa katika dini ya Kiislamu, msikiti. Nilikuwa napenda kulizungumza hili kwa maana ya kuwakumbusha tu kwa tahadhari kwamba katika zama hizi tulizonazo kumekuwa kuna juhudi kubwa ya kufanya msikiti kuondoka kwenye ile hadhi yake, lakini msikiti ndio kitu kikubwa katika mfumo wa dini ya Kiislamu, na kila mahala Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kitu cha kwanza kabisa alichokifanya alikuwa anajenga msikiti. Na ndio Mwenyezi Mungu vile vile anatueleza kwenye Qur'ani al-Karim, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna awwala baiti udhiya lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin, hakika nyumba ya kwanza kabisa au kituo cha kwanza kabisa cha mambo haya ya dini ya Kiislamu ambacho Mwenyezi Mungu amejalia kwamba kiwe katika mfumo wa dini ya Kiislamu, anasema ni msikiti ambao kwa kule Maka. Kwa hiyo msikiti ndio kila kitu katika dini ya Kiislamu, na ndio uhai na ndio nguzo, na Mwenyezi Mungu amejalia uwe hivyo, ametia virutubisho vya namna hiyo, kiasi kwamba anasimama mtu tu pale anapiga ukelele tu, hayya ala salah hayya ala falah, watu wanaacha shughuli zao, umma unakuja pale msikitini. Kwa hivyo msikiti ni kitu kikubwa sana. Sasa hivi katika mbinu ambazo ni hazina makusudio mazuri, msikiti unafanywa kwamba ndio kitu cha chini. Sasa taasisi inafanywa kwamba ndio kitu kikubwa zaidi kuliko ni msikiti. Sasa hivi misikiti inawekwa chini ya taasisi, mabaraza, taasisi, yani msikiti unawekwa chini ya taasisi. Msikiti hauwezi kuwa chini ya taasisi, kwa sababu taasisi ni kitu ambacho kimetengenezwa, kinajulikana, kimeundiwa katiba, kimeundwa lini, kina wajumbe wake, kimesajiliwa. Hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Msikiti na taasisi ni vitu viwili tofauti kabisa. Ilivyo ni kwamba msikiti ndio unatakiwa utengeneze taasisi, msikiti ndio utengeneze baraza, kwa sababu msikiti ndio una program za Kiislamu, ndio una mambo ya dini ya Kiislamu ndani yake. Katika kutaka kutekeleza yale mambo ya dini ya Kiislamu ndio unaunda taasisi, unaunda baraza. Tunaelewana? Sasa hivi inageuzwa, baraza ndio inakuwa kitu kikubwa, alafu msikiti unawekwa chini ya baraza. Nyinyi ndio viongozi wa msikiti, mnatakiwa mjue haya mambo ili mlinde hadhi ya nafasi mlizo nazo na hadhi ya msikiti. Tunaelewana? Msikiti ni kitu kikubwa, msikiti ndio dini. Haya mavyombo mengine si mabaraza, hivi ni vyombo vya kufanyia kazi vya msikiti. Hii inapinduliwa chini juu, chini juu, chini. Kwa hivyo hili tulizingatia, ndugu zangu, na sisi kama maimamu tujue kwamba sisi tuna hadhi kubwa katika jamii, kwa sababu tunasimamia taasisi kubwa. Ni lazima tuzilinde zile taasisi zetu, kuhakikisha kwamba zile taasisi zinakuwa ziko huru ili ziweze kufanya kazi ya Uislamu. Hili nipenda, ndugu zangu, nitangulize kusema hayo tulio yapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na alhamdulillah jukwaa hili la jumuiya na taasisi ya Kiislamu limekuwa likifanya utaratibu huu wa kuandaa vikao kama hivi kwa miaka mingi kabisa.
Tulikuwa tunaandaa vikao hivi katika viwanja vya wazi, Mnazi Mmoja, Jangwani na kadhalika. Lakini niseme tu kwamba kwa sasa kuna juhudi kubwa kabisa za kuzuia vikao hivi muhimu kwa Waislamu, kwa sababu jumuiya na taasisi au shura sasa hivi tukiomba mikutano, tukipeleka barua kuomba mikutano ya viwanja vya Mnazi Mmoja, Jangwani, haturuhusiwi kabisa, lakini wengine wanapewa. Kwa hivyo hili ni katika mambo ambayo leo, lakini niseme tu kwamba mwezi mtukufu Ramadhani, ndugu zangu, kwa mwaka huu umekuwa sambamba na matukio mengi sana muhimu na makubwa. Miongoni mwa matukio makubwa ambayo yamekuwa sambamba na mwezi mtukufu Ramadhani, la kwanza ni hili la ugonjwa huu wa corona, lakini la pili ni swala la uchaguzi mkuu Oktoba, uchaguzi ambao nchi itaingia katika kuteua viongozi wa juu kabisa wa nchi, rais, wabunge na madiwani. Hili la kwanza la ugonjwa wa corona, alhamdulillah, mzungumzaji aliyekuwa na mada ya pili, Mwalimu Mzee Mwinyikai, amelizungumza hili kwa uchambuzi mzuri wa kitaalamu kama tathmini yetu sisi Waislamu katika jambo hili, tunaangaliaje katika swala hili. Lakini pia ametuonyesha namna ya kujikinga kwenye jambo hili ili tuweze kuwa salama zaidi. Hili la pili la siasa ndio mimi nalizungumzia. Ndugu zangu, katika hili kubwa zaidi kuna maeneo ambayo ni muhimu tukayaangalia, na eneo kubwa kabisa ni swala la elimu inayohusiana na masuala haya ya uchaguzi. Hili ni eneo muhimu sana ambalo tunatakiwa sisi tutumie muda mwingi kuweza kulipitia na kuliangalia. Katika hili mimi ningependa kuzungumzia mambo kama matatu hivi. Kwanza kabisa ni swala la sera, lakini la pili swala la ule mfumo wetu wa uchaguzi ukoje, lakini jambo la tatu ni swala la ule mkao wa kijamii unapokuwa katika masuala haya ya kisiasa, na jambo la mwisho ni swala la wajibu wetu. Nini wajibu wetu katika swala hili la sera? Ndugu zangu, hili lina uhusiano mkubwa sana na kipindi cha kampeni. Kipindi cha kampeni ni kipindi ambapo vyama vya siasa, wale wanaotaka ridhaa ya kupewa uongozi, wanakuwa wanasimama kwenye majukwaa katika mikutano, na kunakuwa na fursa wanaeleza, na vile vile nyinyi mnapata fursa vile ya kuwasikiliza, na vile vile mnapata fursa ya kuuliza mambo mbalimbali. Kwa hivyo kipindi hiki cha kampeni huwa ni kipindi ambacho ni muhimu sana katika kufanya tathmini, kinasaidia kufanya tathmini ya yale yaliyotekelezwa na sera zilizozungumzwa katika uchaguzi uliopita. Katika uchaguzi huwa viongozi wanasimama, wanazungumza sera zao zitakazoweza kuwasaidieni katika kilimo, katika uchumi, katika biashara, katika haki zenu mbalimbali za kiimani na kadhalika. Wagombea au vyama huwa vinasimama, vinaeleza kwamba hizi sera zetu zitakidhi haja zenu katika hayo maeneo yenu yanayohusu maisha yenu. Kwa hivyo katika kipindi cha kampeni huwa ni kipindi cha kufanya tathmini, kuangalia zile ahadi zilizotolewa katika uchaguzi uliopita, ni kweli kwamba zimegusa maeneo yetu na zimeleta manufaa.
Lakini vile vile kipindi cha kampeni huwa ni kipindi ambacho mnasikiliza sera mpya, zile sera zinazoahidi kwamba endapo mtatupa ridhaa tunaweza kufanya 1, 2, 3, 4 katika uchumi, katika maisha yenu, katika biashara, katika upatikanaji wa mambo yenu mbalimbali. Kwa hivyo kipindi hiki ni kipindi muhimu sana ambacho sote tunatakiwa tukizingatie na kukifikiria sana, kwa sababu ni uhuru, ni fursa yako wewe, ni fursa yako wewe katika jambo muhimu sana, ni fursa yako katika swala zima la sera. Sera ndio kitu kikubwa. Chama kinaposhinda au mgombea anaposhinda, anaenda kufanya kazi kwa mujibu wa ile sera, policy. Sasa hili jambo katika sheria zilizopo imepunguzwa, muda wa kampeni umekuwa ni muda finyu sana, na hili jambo ambalo limefanywa purposely, kwa makusudi kabisa, kwa lengo la kukunyimeni fursa. Maana yake haya mabadiliko yanayotokea mara kwa mara ya sheria za uchaguzi, sheria za vyama, kwa hakika kwa kiasi kubwa kabisa hayaboreshi namna ambavyo sisi tunaweza tukafanikiwa kuwa uhuru na kujua namna gani tunaweza kunufaika. Hayaboreshi, isipokuwa yanabana zaidi. Miezi michache iliyopita ulitayarishwa muswada wa mabadiliko ya vyama vya siasa na ukapelekwa kwenye kamati zile za bunge kujadiliwa, na kwa bahati nzuri mimi nilipata bahati ya kwenda bungeni kwenye kamati ya bunge ya katiba na sheria kwenda kujadili ule mswada. Tulijadili, na ukiwa kwenye ule mjadala, kwa sababu watu wanajadili maeneo tofauti tofauti kwa mswada wote, kwa hivyo unapata picha ya ule mswada wote kwa ujumla, kwa sababu watu wanajadili katika maeneo tofauti na kwa fikra tofauti, na yanakuwepo makundi mbalimbali ya kijamii yako mle ndani. Lakini kwa ujumla kwamba ule mswada ulilalamikiwa, kwa sababu ukiuangalia ule mswada wa sheria ambao sasa hivi ni sheria, ni kama hakuna vyama vingi, na kama mamlaka yote yamechukuliwa yanapelekwa kwa mtu mmoja ambaye ni msajili wa vyama, anakuwa ndo ana mamlaka, ndo ana control, ana say, ana uamuzi wa hali ya juu kabisa katika vyama vyote vya siasa. Msajili ana uwezo wa kufuta chama chochote kwa mujibu wa ile sheria. Chama ni mali ya wananchi, kinabeba hisia, matakwa ya wananchi, mamilioni. Vyama vina watu ambao ni mamilioni, lakini endapo msajili atahisi kwamba kuna kosa limefanywa na mwanachama mmoja tu, sheria inamwonyesha kwamba anaweza akakifuta kile chama bila kujali kwamba chama hiki kina wanachama labda milioni 5, 6, 10. Msajili anaweza kufuta kile chama. Kwa hiyo sheria nyingi zinazoboreshwa, zinazoletwa mpya, nyingi zinatudhoofisha au zinadhoofisha wananchi katika namna ambayo wangeweza kupata zile haki zao za kisheria. Kwa hivyo hili moja katika matatizo ni kwamba muda wa kampeni ni mdogo na hautoshi, lakini faida ni hizo, kwamba tungeweza kufanya tathmini ya sera za vyama au wagombea waliopita na sera mpya. Lakini vile vile nyingine ni kwamba katika kampeni mnapata hisia za watu katika vile vyama vya siasa. Sasa kwenye kampeni kuna mikutano ile public, kuna maandamano na mambo chungu mzima. Vile vitu vina athari kubwa katika kujua kwamba chama hiki kweli kinaungwa mkono au hakiungwi mkono, chama hiki kina watu kweli au hakina watu. Katika kampeni hii hisia za wananchi huwa zinapatikana, na hili linaogopewa sana na baadhi. Kwa maana ukiruhusu kampeni, yani ile picha itajulikana, watu wataangalia picha ile picha inaweza kaonyesha kwamba kweli chama hiki kinakubalika, chama hiki hakikubaliki. Kwa ujumla ni kwamba nitaka kuzungumzia hii fursa na ule udhaifu uliopo katika swala hili la fursa, lakini ni muhimu tukajua kwamba pamoja na kufinywa, tutakapokwenda katika kampeni zile za muda mfupi kabisa, basi mazingatio yetu makubwa kabisa kwanza ni kufanya tathmini ya sera. Wale wagombea walipotamka zile sera zao katika uchaguzi uliopita kwamba wao wanaweza kutekeleza hiki, wametekeleza? Wao wanaweza kutuletea nafuu hii, wamefanya?
wao wanaweza kaleta mafanikio haya, wamefanya. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo tunatakiwa sisi tulitumie katika fursa, japo itakuwa ni fupi ile ya kampeni, lakini tunatakiwa tuitumie namna hiyo. Jambo la pili, ndugu zangu, ni ule mfumo wa mfumo wa uchaguzi shuleni. Katika mfumo wa uchaguzi tunaingia katika uchaguzi, lakini tunaingia hali ya kuwa hatuna mambo muhimu sana, ikiwemo tume huru ya uchaguzi. Tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Tume ya taifa ya uchaguzi ni tofauti na tume huru ya uchaguzi, na kwa mujibu wa matakwa ya wananchi, ambayo ukirejea muswada wa katiba mpya, maoni yao, wananchi kwa kiasi kikubwa walikuwa wanataka tume huru ya uchaguzi. Na hili ni jambo ambalo, hizi anwani mbili tu, mtu yeyote ukimwambia chagua, lazima achague tume huru. Kweli sio kweli? Lazima ufikirie tume huru, huwezi kufikiria tume ya taifa ya uchaguzi. Hiki ni chombo chenye maamuzi makubwa, lakini haya maamuzi makubwa, watekelezaji wa hayo maamuzi makubwa, wanaopewa dhamana haya maamuzi makubwa, hawa wanateuliwa na mgombea kiongozi ambaye pia ni mgombea wa chama kimoja cha siasa, lakini pia na yeye vile vile ni mshiriki katika hizo siasa, ambaye ni rais. Yeye ndo anateua wale watendaji, wakurugenzi na watu wengine, anateua ni rais. Na kwa mujibu wa sheria za uchaguzi, mtu anakuwa kiongozi kwa kutangazwa na hawa. Yaani ilivyo kule ni kwamba hata kama tutahesabu kura pale, Shekhe yupo hapa amegombea na mimi tumegombea, yeye NCCR, mimi TLP, kura zetu zikahesabiwa hapa. Mimi nina kura 10,000, watu wote wamehesabu kura 10,000. Shekhe hapa ana kura 3,000, watu wote wamehesabu ana kura 3,000. Lakini mkurugenzi akitamka kwa mamlaka niliyopewa, namtangaza Shekhe kwamba yeye ndo mshindi, huyu mwenye kura 3,000, kuanzia siku ile anakuwa mbunge kwa mujibu wa ile sheria. Mimi natakiwa niende mahakamani. Sasa hao watu wenye mamlaka namna hii wanateuliwa na kiongozi ambaye ni kiongozi wa chama ambacho kitashiriki katika uchaguzi, na yeye mwenyewe atashiriki katika kugombea. Ni kweli kwamba uhuru utapatikana? Haki itatendeka? Haiwezi kutendeka, kwa sababu ni wazi kwamba kama mimi ndo nateua wale watendaji, kitu cha kwanza nitaangalia maslahi yangu, si ndio? Kitu cha kwanza ni kwamba lazima ataangalia maslahi yake, na maslahi yake yatapatikana kwa kuhakikisha kwamba wanasimama watu wale ambao watatekeleza yale, watasimamia yale maslahi yake. Na bahati nzuri inasema wazi, sema wazi, rais anasimama anasema mimi nimekuteua, halafu katika jimbo ambalo nimekuteua mimi ashinde mtu mwingine, basi itakuwa sio uteuzi wangu. Anaambiwa hivyo mtu kwamba endapo atamtangaza mgombea nje ya chama chake, ile nafasi hatakuwa nayo tena, ataondolewa. Huyu mtu ni kweli kwamba atatenda haki? Hawezi kutenda haki, hawezi. Kwa hivyo kuna kasoro au kuna tofauti kubwa sana kati ya tume ya taifa na tume huru. Tume ya taifa tulionayo haikidhi vigezo vya demokrasia, haikidhi, na wala haiwezi kukidhi kuleta haki katika uchaguzi ambao tulionao. Na hiki ni chombo kikubwa sana katika mamlaka, ni chombo kikubwa sana katika swala la uchaguzi tulionao. Kwa hiyo tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa na mazingira ya namna hiyo. Jambo la mwisho la tatu, ndugu zangu,
na ambalo nataka mnisikilize kwa makini mkubwa sana, kwamba ni ule mkao, ile setup ya wananchi katika chaguzi hizi kubwa. Jamii huwa inakuwa namna gani katika uchaguzi hizi kubwa? Katika chaguzi zote za kisiasa, wananchi huwa wanashiriki siasa katika sura mbili kubwa. Sura ya kwanza, huwa wanashiriki kama wananchi wa taifa husika. Wanashiriki siasa kama ni Tanzania, wanashiriki siasa kama Watanzania. Kama ni Wakenya, wanashiriki siasa kama Wakenya kwenye uchaguzi. Kama Waganda, wanashiriki kama Waganda katika uchaguzi. Kama Wamarekani, wanashiriki kama Wamarekani katika uchaguzi. Hii ndio sura ya kwanza. Wanaposhiriki wanapigania maslahi ya kitaifa kwa ujumla. Wanakuwa ni wataifa, wanashiriki kwa ujumla wao kuangalia maslahi ya kitaifa, vipi yatapatikana, nani ambao wanaweza kupewa ridhaa, ambao hao wakipewa ridhaa taifa lao litakuwa ni taifa bora. Hii ndio sura ya kwanza. Sura ya pili ni kwamba wananchi huwa wanashiriki kama makundi. Wanashiriki katika siasa kama makundi yenye maslahi katika siasa. Wanashiriki kama wafugaji, wanashiriki kama wakulima, wanashiriki kama wafanyakazi, wanashiriki kama walemavu, wanashiriki kama Waislamu, wanashiriki kama Wakristo. Hii ndio sura ya pili. Kote duniani iko hivyo, na huu utaratibu ni utaratibu unaokubalika mahala pote duniani. Sasa wanaposhiriki haya makundi, huwa yanashiriki, kila kundi linashiriki kuangalia ni vipi maslahi yao kama wakulima yanaweza kuzingatiwa na hiki chama kinachoomba ridhaa yao, yanaweza kuzingatiwa na huyu mbunge anayeomba ridhaa yao, yanaweza kuzingatiwa na huyu diwani anayeomba ridhaa yao. Wakulima wanashiriki kwa mtazamo huo, wafugaji wanashiriki kwa mtazamo huo, Wakristo wanashiriki kwa mtazamo huo, Waislamu pia wanashiriki kwa mtazamo huo, na wengine wanawake sio na nini hivyo. Na katika nchi za wenzetu mnashuhudia kwamba kwa sababu ya hii setup, kwa sababu ya mkao, vyama vyote na wagombea wote huwa wanakwenda kwenye ile makundi. Mgombea urais wa Marekani anakwenda kuongea na wakulima, anakwenda kuongea na wafugaji, anaongea na Wakristo, anaongea na Waislamu, wanafanya mazungumzo. Yeye anaeleza namna gani endapo ataingia madarakani wale wakulima maslahi yao yatapatikana, wale wafugaji maslahi yao yatapatikana, wale Wakristo maslahi yao yatazingatiwa, wale Waislamu maslahi yao yatazingatiwa. Wanazungumza. Kule Ulaya wamekwenda mbali zaidi, wanazungumza mpaka na mashoga. Wanahitaji ridhaa ya mashoga, lakini wanakaa pamoja na mashoga, wanazungumza namna gani maslahi yao, na wanaokubalia. Na kuna mambo ya mashoga yamepitishwa baada ya mazungumzo, wametambuliwa. Tunaelewana? Mnaelewa? Hivi ndivyo jamii ambavyo inavyokaa. Kwa hivyo siku zote katika chaguzi au katika siasa, mkao wa jamii unakuwa katika sura mbili kubwa. Kwanza, jamii inakaa kama wazalendo, kama Watanzania, kama wananchi wa Kenya, lakini pia wanakaa kama kundi lenye maslahi kwenye ile siasa inayoendelea pale. Sasa katika haya makundi yanapokaa kama kundi lenye maslahi, ni lazima yawe na nidhamu fulani, yawe na utaratibu, ambao ule utaratibu ndio unaofanya waweze kuona namna gani wanaweza wakapata maslahi yao katika zile siasa zinazoendelea pale. Na katika chaguzi huwa wanafanya mambo mawili makubwa haya makundi. Jambo la kwanza, huwa wanatengeneza utaratibu wa kutoa elimu kwa wale watu wao katika kundi husika.
wanawaelimisha kuhusiana na swala la siasa kama tunavyofanya leo. Wanakutana na watu wao, wanawapa elimu ya hali ya siasa ikoje. Wanatengeneza semina, wanatengeneza machapisho, wanatengeneza video, wanafanya mihadhara mbalimbali, wanawaelimisha wale watu wao, lile kundi lao, wale watu wao kwamba siasa ikoje. La pili ambalo wanafanya, huwa wanatengeneza mwongozo wa namna watakavyoweza kushiriki katika zile siasa, ili kuhakikisha kwamba maslahi yao yamezingatiwa na yamepatikana. Haya ndio mambo mawili ambayo huwa yanafanywa na yale makundi yote ya kijamii popote pale duniani. Elimu ya kuwafanya wale watu wao waweze kuelewa hali halisi ya kisiasa ikoje. La pili, huwa wanatengeneza mwongozo wa namna ambavyo wale watu wao wanaweza wakashiriki. Na kila mahala ambapo kundi la kijamii limeweka huo utaratibu na likauzingatia, basi lile kundi la kijamii huwa linapata mabadiliko makubwa kabisa na linanufaika na siasa. Nje ya mambo haya mawili, hilo kundi kama lipo, basi litatumiwa tu. Kama halikuwa na program ya elimu kwa watu wake, hawakutengeneza mwongozo wa namna watu wake watakavyoshiriki, hilo kundi litakuwa ni kundi kama vile sadaka tu ambayo mtu yote anaweza kaichukua. Kwa bahati nzuri hapa kwa Tanzania makundi mawili yanafanya, makundi mawili makubwa hapa Tanzania yanafanya, kwa maana ya kuwaelimisha watu wao katika kipindi cha uchaguzi, lakini vile vile kutengeneza mwongozo kwa ajili ya watu wao. Makundi mawili makubwa, kundi la Wakristo na kundi la Waislamu, haya mawili wanayafanya, ingawa kuna tofauti kubwa kati ya makundi haya ambayo nitaeleza kwa mbele, lakini wanafanya. Katika uchaguzi wa kwanza kabisa wa vyama vingi, Wakristo walitoa mwongozo chini ya chama cha wanataaluma wa Kikristo pamoja na baraza la maaskofu TEC. Kwa kushirikiana walitengeneza mwongozo na wakautoa katika jamii, ukawekwa kwenye vyombo vya habari na ukafanyiwa program mbalimbali kwenye jamii yao, na baadaye wakashiriki uchaguzi. Uchaguzi wa pili pia walifanya, na uchaguzi wa tatu walifanya, na wakaongeza kitu kikubwa zaidi. Walitoa mwongozo, wakatoa kitu kinaitwa ilani ya uchaguzi. Ilani ndio ileta mjadala mkubwa sana. Katika 2010 kama tunakumbuka, kulikuwa na mjadala mkubwa sana bungeni, kwa sababu ukitoa ilani maana yake ni kwamba unakuwa una chama kitakachotekeleza ile ilani pindi utakaposhinda uchaguzi. Kwa hivyo hii ya ilani ilileta mjadala mkubwa sana bungeni na kila mahala ukajadiliwa sana, lakini almuradi kwamba walitoa mwongozo, na katika uchaguzi uliofuatia vile vile wa 4 na wa 5 pia walitoa mwongozo. Hali kadhalika Waislamu nao tunafanya. Katika uchaguzi wa mwanzo kabisa wa vyama vingi, Waislamu walitoa mwongozo. Wakati ule chombo kilichokuwa kinabeba maslahi makubwa ya Waislamu nje ya vyombo vile vilivyosajiliwa ilikuwa ni Kamati ya Kutetea Haki za Waislamu Tanzania, ambayo ilikuwa imeundwa mwaka 93 kutokana na ile kadhia ya mabusha nguruwe. Kwa hivyo ilikuwa ni chombo chenye nguvu na kinachoonekana kilichojenga imani kwa Waislamu ya kushughulikia masuala ya Kiislamu. Kwa hivyo walitoa mwongozo kupitia Kamati ya Kutetea Haki za Waislamu Tanzania. Lakini katika uchaguzi uliofuatia, lile jambo sasa lilifaulishwa. Lile jambo lilipelekwa msikitini, lilipelekwa katika shura ya maimamu Tanzania, na kulikuwa na sababu za msingi sana kufaulisha lile jambo, kulitoa kule Kamati ya Kutetea Haki za Waislamu Tanzania wakaleta katika shura, kwa sababu shura ya maimamu kwa maana ya msikiti ndio kitu kikubwa katika jamii ya Kiislamu, ndio kila kitu. Kwa maana hiyo ilionekana kwamba mahala panapostahiki hasa ni huko. Kwa hivyo shura ya maimamu ilitoa mwongozo chini ya
waliunda kamati, ndio kamati kuu ya siasa ya Shura ya Maimamu Tanzania, wakatoa mwongozo. Kwa bahati nzuri, mnakumbuka mwongozo huu ulizinduliwa katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Mnakumbuka mwaka 2010. Lakini kabla huu mwongozo, Shura walikuwa wametoa elimu ya siasa, Hiki ni kitabu cha elimu ya uraia ambacho kilikuwa kimetangulia kuwaelimisha, maana tunazungumzia yale mambo mawili ya msingi, kuwaelimisha watu na kutengeneza mwongozo. Kwa hivyo hii kwanza ilikuwa ni elimu, kuwaelimisha jamii ya Kiislamu hali ya uchaguzi au siasa ikoje. Na bahati nzuri mwongozo ulizinduliwa na mtu muhimu sana katika siasa za Tanzania. Ulizinduliwa na mzee Abbas Sykes, ni katika wale waasisi wa chama cha TANU kabla ya Nyerere, manake ndio alizindua mwongozo huu, elimu hii ya uraia mwaka 2010. Baada ya hii elimu ya uraia ndio ukaja ukazindua mwongozo namna gani Waislamu wanaweza kushiriki katika siasa. Na kwa kweli katika mwaka ule Waislamu ilikuwa ni kundi lililotikisa katika siasa kwa kiwango ambacho wanasiasa walilazimika, maana yake, kuwatafuta Waislamu na wazungumze au kutaka kujua ajenda yao ni nini. Kwa kifupi, jambo lilifanyika na uchaguzi uliofuatia pia ulitolewa mwongozo chini ya kamati ile ya Shura ya Maimamu Tanzania. Kwa hivyo tunaweza kusema kwa hapa Tanzania haya mambo yako sawa. Na wakati ilipotoka miongozo hii ule wa Wakristo, baada ya kutoka ule ukatoka na huu, kulikuwa na vuguvugu kubwa sana kiasi kwamba baadhi ya wanasiasa walikuwa wanatoa maelezo tofauti kuhusiana na hii miongozo. Lakini baadaye serikali yenyewe ilitoa kauli ikasema miongozo ya dini sio tatizo. Kauli hii ilitolewa na waziri katika ofisi ya Rais Philip Marmo. Kirejea kwenye vyombo vya habari kwenye uchaguzi wa mwaka 2010, hii kauli ilitolewa na serikali kwamba miongozo ya dini haina tatizo lolote lile. Nikirudi katika kipengele kidogo, ni kweli kwamba Kristo wanatoa miongozo, wanatoa elimu kwa watu wao na Waislamu wanafanya, lakini Wakristo wanaonekana wako vizuri. Matokeo ukiangalia kisiasa kwa kiasi fulani haijambo, lakini ukiangalia huku kuna tatizo, hakuna unafuu mkubwa katika Uislamu. Kwa nini? Nikwambie ni kitu kimoja tu, kwamba tatizo kubwa ambalo hujitokeza huko katika jamii ya Kiislamu huwa ni swala zima la nidhamu katika kutekeleza ule mwongozo na vile vile kuyaelewa yale mafundisho ya elimu ya uraia. Na hii huwa inatokana na Waislamu huwa tunagawanywa na wanasiasa. Waislamu huwa wanagawanywa na wanasiasa. Wanasiasa huwa wanawagawa Waislamu kwa kiasi kwamba huwa wanawagawa, halafu wanakuwa hawazingatii haya maelekezo. Na haya maelekezo yamefanywa katika utaratibu mzuri sana, kwa sababu shura, hakuna katika dini ya Kiislamu zaidi ya shura. Hakuna katika dini ya Kiislamu zaidi ya shura ya maimamu. Nieleze kuna taasisi gani, chombo gani ambacho kina hadhi katika dini ya Kiislamu kuliko ni maimamu? Ipo? Hakuna. Sasa kinachotokea ni kwamba huwa wanawagawa viongozi, wanawagawa wale Waislamu, wanawatumia. Kwa mfano juzi katika swala ya Ijumaa juzi, kuna misikiti miwili hapa mikubwa hapa Dar es Salaam imefanya kampeni ya wazi kwamba wanazungumza si kuna kiongozi gani kwa sababu eti amesimamia vizuri corona, huyu ndo mgombea wa Waislamu. Tena baya zaidi imezungumzwa hivyo kwenye hutuba ya Ijumaa. Hutuba ni nguzo.
Ndani ya nguzo aljuma anatajwa mtu, ndani ya hutuba aljuma anatajwa mtu. Hana hadhi kabisa ile hutuba, hana hadhi kabisa, na hakuna uhusiano kabisa. Hutuba ya aljuma, siku kubwa kabisa, siku ya mwisho wa wiki ya Kiislamu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo ambalo sio kweli kabisa kwamba huyu mtu amesimamia vizuri, kasimamia vizuri swala la ugonjwa wa corona. Vizuri kwa namna gani sasa? Kwa hivyo huyu ndio ambaye anafaa kupewa tena ridhaa ya Waislamu katika uchaguzi unaokuja mwaka 2010. Hili ndio tatizo ambalo linatugharimu sisi, hatunufaiki na ule utaratibu ambao wenzetu wanaotumia unanufaika. Katika miongozo hii ukiangalia, wala haiko hivi ambavyo wanavyofanya hawa baadhi ya viongozi ambao unaweza kusema kwa namna moja nyingine kama wanatumiwa, wala haiko hivyo kwamba wanasimama kwenye majukwaa wanawataja watu. Katika hii mwongozo wa shura hatajwi kiongozi, wala hatajwi hala Waislamu waelekezi kwamba mchagueni nani. Hapana, humu zinawekwa sifa zilizokuwa bora, halafu Waislamu wanaambiwa chama chochote chenye sifa hizi bora hicho kinawafaa Waislamu. Mgombea yote mwenye sifa hizi, huyu anafaa kupewa ridhaa ya Waislamu. Ndicho kinachofanyika kwenye miongozo hii, sio kusimama msikitini alafu ukatuletea mtu ambao hatujui mmekubaliana nini, kwa sababu ya maslahi yenu unataka kujifanya kama ni maslahi ya umma. Kampeni hii ndio tatizo, kwamba yale mambo ambayo tunaweka kwa pamoja, ile nidhamu iliyopo hatuifuati. Kuna mgawanyo. Tulishakubaliana kwamba shura ya maimamu itatutengenezea utaratibu wa namna gani tutakapokuwa tunashiriki kwenye masuala ya kisiasa. Tuheshimu kwamba kuna chombo kina mamlaka ya namna hiyo. Hicho ndio ambacho tutasikiliza kwa jambo hili. Tuna umoja wa madrasa, lazima tuheshimu kwamba hawa ndio wanaosimamia madrasa, wao ndio watakuwa semaji katika swala la madrasa. Tuna shura ya maimamu, hawa ni maimamu, wanasimamizi wa maimamu, hawa ndio tutakaosikiliza katika mambo ya msikiti. Tuna chama cha wanataaluma, Tanzania Muslim Professional Organization, chama cha wanataaluma, hawa ndio tutakaosikiliza katika mambo ya kitaalamu. Tuna chama cha madaktari Waislamu, hawa ndio tutawasikiliza kwenye mambo ya daktari. Hii ndio nidhamu, ndio jamii inavyokuwa, sio uholela unasimama tu kwa sababu ya maslahi yako, huyu ndio atakuwa mgombea urais. Hii ndio hali ambayo sisi inatugharimu. Nipenda nikumbusheni ndugu zangu, kwa maana kwamba namna nzuri ni ile ya kujitathmini, kujiangalia kwamba tunakosea wapi, kwa nini tunakosea, kwa nini tunafanya kile wanachofanya wenzetu sisi hatuendi mbele. Ndio akili, ndio binadamu. Kwa nini kile wanachofanya wenzetu ndio sisi tunafanya lakini sisi tunakwenda mbele? Unakaa mnafanya tathmini, mnajiangalia. Ndio lengo la mazungumzo haya. Na mwisho kabisa nataka nikuelezeni katika nukta hii inayozungumza kwamba taarifa nilizonazo, shura ya maimamu imeandaa mwongozo wa namna ambavyo Waislamu watashiriki katika uchaguzi unaokuja mwaka 2020 Oktoba. Tujiandae, utakuja mwongozo, utakufikieni. Wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba tunatumia ule mwongozo katika kuongoza watu wetu ili tuwe na mwelekeo wa namna moja. Nafasi yetu ni kubwa ndugu zangu, na nafasi hiyo aliyokupa Mwenyezi Mungu sio nafasi tu ya kipuuzi kwamba watu wanakuja msikitini wanakufuata wewe, unawasalisha pale, baada ya kusalisha unasimama unakusikiliza, utakuwa na dhima kubwa. Kwa hivyo ni muhimu tukajua kwamba hilo jambo ni jambo muhimu sana, kushiriki kwenye mambo makubwa tukiwa tunajua namna gani ya kushiriki kwenye ile jambo kubwa. La mwisho ndugu zangu ni swala la ushiriki wetu. Ushiriki wetu katika siasa, wajibu wetu ni kushiriki katika siasa.
ni lazima tushiriki na twende tukapige kura. Twende tukapige kura, kwa sababu wenzetu katika dini yetu wanatushambulia katika namna nyingi sana, na wanafanya haya mashambulizi ndani yetu sisi wenyewe within. Kuna makundi yameandaliwa, huwa yanapita yanapiga fatwa kwamba Waislamu hawatakiwi kushiriki uchaguzi, lakini wanashindwa kuelewa kwamba usiposhiriki watashiriki wengine, na wakishiriki wengine watafanya maamuzi, na yale maamuzi wewe utayatekeleza ukitaka usitaki, yawe mabaya mazuri utashiriki. Sasa ni ujinga wa kiasi gani kwamba wewe ukae pembeni umwache mtu mwingine ashiriki kwa niaba yako, alafu wewe kazi yako kutekeleza. Lakini sio kwamba wanapozungumza wanakuwa na ukweli wote, isipokuwa ni watu ni katika mbinu za wenzetu. Wenzetu wamefanya kazi kubwa sana, wametengeneza vitu vikubwa sana ndani yetu sisi wenyewe, wameweza kutengeneza watu ndani yetu sisi wenyewe, alafu wanatushambulia sisi wenyewe kwa wenyewe. Hii ni mbinu tu, ile mbinu kwamba wewe ukae pembeni alafu wafanye kwa usalama. Kwa hivyo tunakumbushana kwamba wajibu wetu sisi ni kushiriki, na kwa bahati nzuri, kwa sababu tutakuwa tuna mwongozo, tutashiriki kwa mujibu wa mwongozo tulionao, kuhakikisha kwamba tunachagua viongozi kuanzia ngazi zote. Tuchague viongozi walikuwa bora, diwani, mbunge na rais, na tuwe pamoja, tushirikiane pamoja katika maamuzi haya. Lingine ni kulinda zile haki zetu katika uchaguzi, kwa sababu katika chaguzi kuna mambo mengi sana. Kuna mambo mengi ya vitisho, mambo mengi ya dhulma, mambo mengi ya ulaghai, uporaji. Sisi tunataka tusimame imara, kuhakikisha kwamba zile haki za msingi tunazipata. Juzi nilikuwa naangalia kwenye video, namuona amesimama askari mmoja RPC, kasimama na ilani ya Chama cha Mapinduzi, anawaambia watu kwamba sasa hivi watu wote mnatakiwa mfuate hii hapa, na mtu ambaye hataki kufuata hii hapa, huyu anajitakia matatizo. Ile statement maana yake ina reflect mtazamo wa vyombo vya dola katika uchaguzi unaokuja, na hili ni tatizo kubwa. Na sisi tutumie fursa hii kuambia viongozi kwamba hii ishara ni mbaya, ni ishara ambayo haiwezi kupelekea uchaguzi huu kuwa huru, itawanyima wananchi haki zao. Maana yake watu wanatishwa, lakini pia inaonekana kwamba hali itakuwa sio nzuri katika uchaguzi ambao unaokuja. Kwa hivyo haki zetu sisi ni kushiriki uchaguzi, lakini vile vile kuwa makini, kuwa majasiri, kuhakikisha kwamba zile haki zetu mbalimbali za nchi tunazipata. Ndugu zangu, nilikuwa nimetumia fursa hii kuzungumzia swala hili, hasa katika swala hili la kupeana elimu ya mambo haya ya uchaguzi unaokuja. Uchaguzi unaokuja ni tukio kubwa, kwa sababu tunataka kutoa ridhaa ya uongozi wa nchi kwa kumpata rais, wabunge pamoja na madiwani. Na viongozi hawa wanagusa maisha yetu katika maeneo yote, mpaka kwenye dini yetu wanagusa hawa, mpaka kwenye dini. Sasa hivi ukiangalia unaona jinsi ambavyo hawa viongozi wanagusa masuala yetu ya dini hapa. Wanapanga mpaka taratibu za misikitini, lakini kwa sababu tu sisi wenyewe manake yawezekana pengine tulikuwa hatuko makini katika
swala hili na kutoa ridhaa zetu kwa watu ambao watakaotuongoza. Matarajio yangu ni kwamba uchaguzi unaokuja tutashiriki, na tutashiriki tukiwa makini, ili kuhakikisha kwamba tunapata viongozi bora wa taifa na wale ambao pia watajali zile ajenda zetu, ili tuweze kupata maendeleo na maslahi ya nchi na kijamii kwa ujumla. Tumefursa hii kuwashukuru viongozi wetu wa baraza, viongozi wetu wa jumuiya na taasisi ambao wameandaa hafla hii ya leo, lakini vile vile niwashukuru viongozi pamoja na maimamu ambao mmeweza kuja hapa kwa ajili ya kusikiliza. Lakini napenda wa mwongozo wa namna ya kushiriki uchaguzi, mwongozo wa Uislamu utafanyika kwenye kikao kama hiki. Kwa hivyo hii ni taarifa ya moja kwa moja kwamba pindi mtakapokuwa mmepata taarifa za kikao, basi tuwe pamoja kama tulivyokuwa leo. Nimefurahi sana kwa sababu nimeona hapa maimamu wanaotoka maeneo mbali sana huko Mvuti, wametoka maeneo sio ya Kigamboni huko Gezolole, wako hapa leo. Ni jambo zuri ambalo linaonyesha ule moyo kwa utayari. Kwa hivyo inshallah tutakapoitana tena kwa ajili ya mwongozo tuhudhurie, ili tuweze kufanya jambo hilo kubwa lenye maslahi makubwa katika jamii. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za kimichezo, burudani, habari za kisiasa, zote zinapatikana ndani na Sterlingi wetu Dari Kaboma. Sterlingi wetu wa Icon TV, Sterlingi wetu Dari Kaboma, na Sterlingi wetu wa Icon TV, wote tufate Icon TV. Asema wote tufate Icon TV, wote tufate Icon, yeah. Yeah, yeah. Icon TV. Na namwombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV. Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze kuwa na watendaji zaidi, Icon TV iwe brandi kubwa, isambae nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na sisi tutashirikisha zaidi